habari za miaka 30 nyuma huko. Kwa hiyo tangu kuasisiwa kwake mpaka leo hii mpo. Nimesema kabla sijawa mwali kipo. Nimemalizana na Kinabo Kibaha Sekondari mpo. Nimeenda kwenye mishemishe zangu za ujana mpo. Nimekuwa mama mpo. Nimekuwa bibi mpo. CWT oye! Kwa hiyo katika kipindi chote hicho CWT imekuwa nguzo kuu na muhimili thabiti katika utetezi wa maslahi, haki na ustawi wa walimu wa Tanzania bara. Na uzoefu huo wa miongo mitatu umewapa ninyi fursa na wajibu wa kipekee wa kuwa mfano wa kuigwa na vyama vingine vya wafanyakazi nchini. Nani kama CWT? Ninatambua kuwa kundi lililoko mbele yangu leo linajumuisha watumishi wapatao 240 wakiwemo watumishi wa makao makuu pamoja na makatibu wa CWT wa mikoa na wilaya zote za Tanzania bara. Nyinyi ndio injini ya uendeshaji wa chama hiki. Makatibu ndio watendaji wakuu wa shughuli zote za ofisi. Lakini pia kuanzia ngazi ya taifa hadi shuleni ambapo mwalimu yupo, nyinyi ndio injini ile ile ambayo tunaitegemea. Na kwa mafunzo haya yaliyoandaliwa kwa siku hizi mbili kuhusu taratibu za nidhamu katika Tume ya Utumishi wa Walimu TSC, utendaji wa bodi ya kitaaluma ya walimu, masuala ya upandaji vyeo, huduma kwa wateja, itifaki na sheria za kazi ni ushahidi tosha wa utashi wenu wa kuboresha utendaji. Kwa hiyo mnapenda kujiongeza, mnapenda kujifunza, mnapenda kukua, na hii ndio alama ya uongozi. Kiongozi habaki pale alipo, anataka kuongezeka kila siku. Kwa hiyo ndugu zangu, lengo la mafunzo haya ni lazima liwe kazi kwa kila mmoja wenu na liwe wazi kabisa, kuwajengea uwezo wa kitaaluma na kiutendaji ili muweze kuwahudumia wanachama wenu kwa ufanisi mkubwa zaidi. Na baada ya kutoka hapa Morogoro, serikali inatarajia kuona mabadiliko makubwa na chanya kabisa katika mtazamo wenu wa kazi, kasi ya kutatua kero za walimu na nidhamu ya hali ya juu ya utumishi wa umma na kwa wanachama. Ndugu zangu, suala la msingi ambalo ninapenda kusisitiza kwa uzito mkubwa siku hii ya leo ni kwamba majadiliano ya pamoja ndiyo msingi mkuu na nguzo kuu ya uendeshaji wa vyama vya wafanyakazi duniani kote, kama alivyowasilisha kwenye risala yenu hapa, na niwapongeze kwa kuzingatia hili la majadiliano. Vyama vya wafanyakazi havikuundwa kwa ajili ya kusigana na waajiri, bali viliundwa kama jukwaa la kisheria la kukaa meza moja na waajiri ili kujadiliana kwa hoja, ushahidi, kuheshimiana na kupata suluhu ya pamoja. Uzoefu unaonyesha wazi kuwa utatuzi wa migogoro ya kiutendaji na kiutumishi kupitia njia ya majadiliano na ushirikiano wenye tija ndio njia pekee inayotoa matokeo endelevu na kudumisha amani na utulivu mahali pa kazi, kama ambavyo mmekuwa mkifanya muda wote. Kama risala yenu ilivyoeleza kwa ufasaha, katika miaka ya hivi karibuni tumeona kuibuka kwa baadhi ya vyama na makundi yanayojielekeza zaidi katika propaganda, migongano mingi na uhamasishaji usio na tija ambao unadhoofisha mshikamano wa walimu, na pia unashusha morali ya kazi, unaongeza migogoro isiyo ya lazima, na hatimaye unaathiri ubora wa elimu hata kwa watoto wetu na kuongeza mzigo usio wa lazima kwa serikali. Na bila ya kuwa na mifumo thabiti ya kihuduma na kiutendaji, sisi serikali tunatambua hilo na tunasema CWT inapaswa kuendelea kujipambanua kama chama komavu kinachotumia meza ya majadiliano kutatua kero za walimu kwa hekima, kwa diplomasia, kwa heshima za kiutumishi na ushahidi thabiti wa kisheria. Uwepo wa Chama cha Walimu Tanzania unategemea sana uwepo wa wanachama ambao ni walimu. Wanachama hawa ndio wanaochangia ada zao kila mwezi na ndio wanaowapa ninyi uhalali na mamlaka ya kuwasilisha sauti zao. Kwa sababu hiyo, utoaji wa huduma bora,
zenye staha kwa haraka na ufanisi kwa wanachama lazima uwe ndio kipaumbele namba moja kwa kila mtumishi wa CWT. Na hili sina mashaka nalo, watumishi sura zinaonyesha tu. Mheshimiwa Rais, hongera. Watumishi sura zinaonyesha. Fanyeni kazi kwa umoja na mshikamano wa kweli. Mshikamano sio tu neno la kusalimiana kwenye mikutano au vipeperushi. Mshikamano wa kweli unadhihirika pale katibu wa wilaya anapojitoa usiku na mchana kumtetea mwalimu, pale mtumishi wa makao makuu anapofuatilia kwa haraka jalada la mwalimu ili apate haki zake, na pale viongozi wanapokuwa na sauti moja na mtazamo mmoja katika kujenga chama.